Tusalie Afrika Mashariki sasa. Disemba tarehe 9 ni sikukuu ya uhuru Tanzania bara, lakini mwaka huu mambo yalikuwa tofauti. Kwanza, ilitarajiwa kwamba ingekuwa siku ya maandamano ya amani ya vijana Gen Z wanaotaka uchaguzi huru, katiba mpya na pia kukomeshwa kwa vitendo vya utekaji. Lakini siku hiyo ilipowadia, kilichotawala ni kimya kizito nchi nzima. Miji mikubwa ilisalia katika tahadhari na ulinzi mkali. Sasa BBC inaangazia kwa nini maandamano haya kufanyika licha ya maandalizi ya wiki kadhaa, hali iliyotofautiana kabisa na matukio ya Oktoba 29 mwaka huu. Je, kimya hiki ni mwisho wa harakati za vijana au mwanzo wa sura mpya? Huyu hapa Ahmed Bahaji. Disemba 9, sikukuu ya uhuru nchini Tanzania, ilipangwa kuwa siku ya maandamano ya amani, lakini kilichotokea ni picha tofauti kabisa. Miji mikubwa ilibaki katika kimya kizito cha tahadhari na hofu iliyojengeka kwa wiki kadhaa. Swala kuu si tu kwa nini hakukuwa na maandamano, bali ni kimeunda mazingira ambayo yalipelekea tukio lililotabiriwa kwa wiki kadhaa kushindikana. Mwandishi mwenzangu wa BBC hapo jana alishuhudia ulinzi mkali ulioimarishwa na kila aina ya vikosi vya usalama katika barabara zote jijini Dar es Salaam. Ni kweupe. Hali iko hivi, Makonde tumepita hapo, pako hivyo, tulikuwa Goba, tumekuwa Changanyikeni, Mlimani City pale, Ubungo, tumekwenda Kimara, mwisho kabisa paka Kibamba kule, patulivu. Kabla ya hapo tulikuwa Tabata, kote huko ni patulivu kabisa. Kwa kiasi kikubwa ni kwa sababu ya wingi wa askari polisi ambao tumekutana nao. Vizuizi maana yake vipo katika kila hatua chache, labda sehemu zingine hata baada ya hatua 50 tu hivi. Kuna nadharia mbalimbali juu ya kushindwa kwa maandamano hayo. Kwanza, turudi kwenye msingi. Kivuli cha Oktoba tarehe 29 bado kinaitawala Tanzania. Watu wengi walipoteza maisha yao mikononi mwa polisi na wengine wengi walijeruhiwa. Kulitokea uharibifu mkubwa wa mali na kusitishwa kwa huduma za intaneti, usambazaji wa vyakula na bidhaa nyingi za msingi. Sasa kwa Watanzania, wazo la kurudia matukio hayo halikuwa la hamasa, bali jeraha la kikatili lisilotibika. Ni rahisi kwa Gen Z mitandaoni kudai tunatoka tena barabarani, lakini kwa jamii zilizoathirika, akili ya kujilinda ilishinda tamaa ya kupambania uhuru wao. Lakini tukisema hofu pekee ndio sababu, tunakosea. Mamlaka nchini humo zilifanya mahesabu yake. Wiki moja kabla ya Disemba 9, askari wa jeshi la polisi walionekana katika doria isiyo ya kawaida, doria nzito. Kauli ya Rais Samia akitetea hatua zilizochukuliwa Oktoba 29 ilikuwa na athari kwa walengwa wa maandamano. Nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Maelfu ya vijana waliokamatwa baada ya Oktoba 29 ndio wameachiliwa huru juzi tu baada ya msamaha wa Rais Samia. Wazazi wao lakini wanajua uchungu na gharama iliyowakodolea jicho kukabiliwa na shtaka ambalo halina dhamana, na hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa. Vijana wengi punde tu walipoachiliwa huru wametangaza kutojihusisha tena na siasa. Mimi sina chama chochote cha siasa na wala sijihusishi na siasa kwa namna yoyote ile. Kushiriki maandamano kunaweza kukugharimu maisha yako, lakini hapa ndipo ukweli mkali zaidi unapojitokeza. Sasa kimya cha Disemba 9 hakimaanishi kwamba watu hawana malalamiko. Kina maana tu kuwa watu hawako tayari kulipa gharama ya kuyasema hadharani bado. Lakini yote 9-10 kuna matamshi ambayo serikali imeyatoa kuashiria mabadiliko ambayo kwa njia moja au nyingine ni ushindi kwa hao vijana. Kwa mfano, waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania alisema kuwa polisi waanze kuwakamata watu kwa mpango. Shughuli za kipolisi ziko nyingi, masuala ya kiusalama yako mengi, yana levels tofauti. Pale itakapobidi ya namna hiyo, basi hiyo inayefanana na aina ya kosa kuliko hata kosa kadogo tu. Mtu kaposti, unajua hii visimu hivyo, mtu mwingine kaposti ka kitu tu hivyo, uchochezi. Hii tumekubaliana na hili haliwezi kuwepo kabisa katika kipindi hiki. Wachambuzi wanasema kutofanyika kwa maandamano hakumaanishi ni mwisho wa mjadala wa kiraia, na badala yake inaweza kuwa ni fursa kwa serikali na wananchi kufikiria upya zile njia mbadala za kuwasilisha maoni yao.
kuimarisha majadiliano halali na kujenga misingi imara ya haki za kujieleza. Kwa ujumla, maandamano ya Disemba 9 hayakushindikana, si kwa sababu kwa wananchi hawana malalamiko, wala si kwa uoga wa waandaaji pekee. Yameshindikana kutokana na mchanganyiko wa sababu kadhaa. Na haya yanajiri wakati tume huru ya uchunguzi inapoendelea kuchunguza matukio, tena itoe mwanga wa kuondoa misuguano na kuimarisha maridhiano ya kitaifa. Sasa swali muhimu zaidi ni, je, kutofanyika kwa haya maandamano ni mwisho wa harakati au mwanzo mpya baina ya watawala na vijana? Matangazo haya yanapeperushwa pia na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, One Luo TV Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa wito kwa Rais wa Marekani Donald Trump kuzidi kuiwekea vikwazo Rwanda ili kurejeshea nguvu mchakato wa amani unaoongozwa na serikali ya Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Therese Kayikwamba amezungumza kwa saa chache tu baada ya kundi la waasi la M23 kudai kwamba limeuteka mji wa Uvira ambao ndio wa pili kwa ukubwa katika jimbo la Kivu Kusini. Mji huo ni muhimu kwa shughuli za uchukuzi wa maji, ikizingatiwa kwamba upo karibu na ziwa Tanganyika na ni kivukio kikubwa kuingia eneo zima la maziwa makuu. M23 wanasema kuwa wameondoa kile wanachokiita vitisho, vikiwemo matamshi ya uchochezi na mauaji katika maeneo yaliyodhibitiwa na serikali za Kinshasa na Burundi. Uvira pia ni kituo kikuu cha kijeshi na kutekwa kwa mji huo huenda kukatoa nafasi kwa kundi hilo kuingia katika maeneo mengine kupitia Kivu Kusini. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka amesisitiza kwamba hatua hiyo ilitokana na wapiganaji wa kundi hilo kulengwa na kushambuliwa na vikosi vya jeshi la serikali FARDC. Milio ya risasi imeripotiwa kusikika wakati M23 walipokuwa wakiingia mjini humo katika uvamizi ambao umesababisha maelfu kuhamia nchini Burundi. Shule na maduka zimefungwa huku wakazi walioingiwa na hofu wakisalia majumbani. Mkazi wa mji huo aliyekimbia mapigano amezungumza na mwandishi wetu Robert Kipto mapema leo na kumweleza hali ilivyokuwa. Saa 5 kama na dakika 20 tayari tulisikia milipuko ilizidi kunde kidogo, ukaingia ndani kwenye majumba. Baadaye kidogo tulipotoka basi tukawaona wanaingia hapo kwenye misururu kabisa, wanapita wanasabai raia, wanaendelea. Na mpaka saa hizi ndo mabomu yanazidi kulipuliwa huko juu ya milima huko. Basi na sisi tunabaki tena kwa ndani. Na vile wameingia, je, wananchi wamewapokea namna gani? Ni kawaida mwananchi akiona anayekuja na silaha lazima tu atampokea kwa shangwe na vigeregere. Yaani wako wanapita kwa wale walioko sehemu za barabarani, wanawashangilia, wanawasabai na wenyewe wanaendelea katika msururu yao tu. Wanajeshi wa FARDC hivi sasa hakuna hata mmoja hapa. Wote kabisa wameondoka. Aidha, wakazi wanasema kuwa wamewaona wanajeshi wa serikali wakiondoka eneo hilo ambalo ni la mwisho lililokuwa limesalia chini ya serikali katika eneo zima la mashariki mwa DRC. Hatua hii inajiri siku chache tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kushuhudia kutiwa saini kwa mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC ili kumaliza vita hivyo ambavyo vimejiri kwa muda mrefu sasa. Pande zote mbili zimekuwa zikilaumiana kwa ukiukaji wa mkataba huo wa amani. Katika taarifa, serikali ya Rwanda imesema kuwa Burundi imetuma vikosi vyake zaidi ya wanajeshi 20,000 kusini mwa Kivu, vilevile kuishtumu Kinshasa kwa kukiuka mkataba huo wa amani. Kwa upande wake, Rais Felix Tshisekedi wa DRC ameishtumu Rwanda kwa madai ya kuhusika katika mashambulizi Kivu Kusini. Wakati hayo yakijiri, shirika la Save the Children limesema kuwa zaidi ya watu 200,000 wakiwemo zaidi ya watoto 100,000 wamelazimika kuyahama makazi yao huko Kivu Kusini kutokana na kuzuka upya kwa mapigano makali. Huyo hapa ni afisa mwandamizi wa Save the Children nchini DRC, Elias Mokili Mchito, akizungumza na BBC awali leo. Watoto na mafamilia zao zaidi ya 200,000 na ambao wanapatikana watoto zaidi ya 1,100 na zaidi wamekimbizwa tena katika mkoa wa Sud Kivu kulingana na hali ya usalama mdogo ambao inaendelea kuwa katika jimbo la Sud Kivu. Wanakimbilia wapi hawa watoto na familia zao wakati mazingira yanatajwa kuwa magumu sana? Ndio, watoto na familia zao wanakimbilia katika maeneo mbalimbali za Sud Kivu na vile vile wengine wanakimbilia katika nchi za kigeni kama vile Rwanda na Burundi.
Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu matukio ya leo huko DRC, tuungane na mchambuzi Edgar Githua, anajiunga nasi kutoka jijini Nairobi. Githua, kutekwa kwa mji wa Uvira kutaathiri vipi uwezo wa serikali ya Congo DRC kudhibiti eneo zima la mashariki mwa taifa hilo? Asante Rodcliffe. Kutekwa nyara kwa mji huu kutafanya DRC, sasa jeshi la DRC lishindwe kuweza kudhibiti mji huo, na pia wamepoteza sehemu kubwa sana ambao walikuwa na dhibiti. Kwa hivyo majeshi ya M23 yatapata nguvu zaidi, na utakuta nguvu ya serikali ya DRC inaenda inapungua upande wa mashariki. Na mji huo wa Uvira una umuhimu kiasi gani kwa eneo zima la mashariki mwa Kongo? Kitu cha kwanza ni ambavyo vile umesema katika habari zako, ni kuwa ni mji ambao unatumika sana katika transport, katika mambo kama hata ya madini, biashara za madini. Ni mji ambao umekaribia Burundi. Kwa hivyo ukitaka kuingia katika maziwa makuu na mahali pale Great Lakes, ule ni mji ambao ukitekwa nyara ni kumaanisha serikali ya DRC inakosa ushawishi upande wa mashariki wa DRC. Na M23 binafsi watafaidika vipi kwa kudhibiti mji huu? Watafaidika kwa maana sasa wakienda katika mazungumzo ambayo natumaini kuwa yataitwa tena, watakuwa sasa wana ushawishi mkubwa, maana watasema mashariki mwa DRC tuko na miji mikubwa, Kivu Kusini, Kivu Kaskazini. Kwa hivyo utakuta wana ushawishi mkubwa, na pia wanazidi pia kuyataka yale madini, kuyachukua na kuongeza majeshi. Nilikuwa naona video kuwa wameanza kusajilisha hata kuongeza vijana katika jeshi lao. Kwa hivyo ni jeshi ambalo linazidi kuwa na nguvu zaidi. Dr. Githua, haya yanatokea siku chache tu baada ya ile hafla kubwa ya kutiwa saini kwa mkataba huko Washington. Je, mpango wa Rais Trump sasa umetiwa dosari, uko matatani? Uko mashakani, kwa sababu sasa ni kuoneshana ni kama hana ushawishi mkubwa, na sasa itaonekana kuwa kuna mambo ambayo hayakuweza kuzingatiwa katika ule mkataba ambao umefanya M23 waweze kuinuka na kuzidisha na kuendelea na hivi vita vyao. Mojawapo ya mambo ambayo watu wanawataja Dr. Githua ni kwamba M23 hawakuhusishwa kwenye mazungumzo haya ya Washington Accord. Je, inaweza kuwa hii ndio sababu? Ni sababu moja, na hawangeweza kuhusishwa kwa sababu ule mkataba ulikuwa kati ya mataifa mawili, Rwanda na DRC. Na kwa sababu M23 sio taifa na sio hawangeweza kuhusishwa katika ule mkataba, na hakika wamekasirika, na ndio maana wanajaribu kusema kuwa kwa sababu hawakuhusishwa, wanajaribu kuonesha umaarufu wao na kuwa bado wao ni wana nguvu ambayo ni lazima wazingatiwe. Sasa vipi kuhusu raia ambao tayari walikuwa wanaonekana kwamba hali yao ni ngumu, wanakimbilia usalama katika mataifa jirani, Burundi, Rwanda, lakini sasa Burundi inaonekana imeimarisha usalama na wengi wanahisi kwamba hata katika mpaka ni kama hawawaruhusu kuingia ndani. Kipi kitawapata raia hawa? Raia wataathirika vibaya sana, kwa sababu Burundi haitawakubali waingie pale, kwa sababu kutakuwa na shida kubwa, na pia Burundi wanahofia kuwa majeshi ya M23 na wengine wahalifu wengine wanaweza kujificha katikati ya wakimbizi hao na wakaingia katika Burundi. Kumbuka Burundi pia wana shida kwao nyumbani, wana majeshi wengine wanapambana nao. Kwa hivyo hawatakubali hawa wakimbizi waweze kuingia, kwa sababu itawaletea shida kubwa. Shukran sana Dr. Edgar Githua, tukisema naye kutoka Nairobi kuhusiana na hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.